Kwanza ni mukhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa Rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ajiuzulu. Pakistan yaeleza kuwa hatua chanya zafikiwa katika kufufua mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Na mpinzani nchini DRC amtaka Rais Tshisekedi kuachana na mpango wa kubadili katiba ili kusalia madarakani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoichapisha pia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nchimbi amesema aliwahi kuahidi kuachia nafasi hiyo iwapo rais angehitaji makamu mwingine. Kujiuzulu kwa Nchimbi na kauli yake kwamba amejiridhisha pasina shaka kuwa Rais Samia anatamani mabadiliko inakuja baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya viongozi hao wawili. Aidha, Nchimbi amemshukuru rais, chama chake CCM kwa imani yao kwake na akawashukuru pia wananchi kwa ushirikiano wao, huku akiahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Shukrani sana Ubena kwa kutusomea taarifa ya habari. Ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi, msikilizaji. Mchana huu tutaanzia huko nchini Tanzania kufuatilia kwa kina kile kinachoendelea huko baada ya taarifa kusema kuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu. Kana sikusikia kwa kina. Na huko nchini Kenya, tuko tayari kuunda timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia. Siasa zazidi kupamba moto baada ya vyama vya upinzani kukubaliana kusimamisha mgombea mmoja atakayemkabili Rais William Ruto kwenye uchaguzi utakaofanyika mwaka 2027. Kwa haya na mengine mengi, kanasi mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Tanzania ambako taarifa zinasema kuwa makamu wa rais nchini humo Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake. Duru za habari zinasema Nchimbi tayari amemwarifu Rais Samia Suluhu Hassan uamuzi huo. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa makamu wa rais wa Tanzania kuachia ngazi tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki mwanzoni mwa miaka ya 1990. George Njogopa ametuletea taarifa zaidi. Taarifa iliyochapishwa katika kurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram inaeleza kwamba kiongozi huyo amejiuzulu kuanzia leo na kwamba amechukua uamuzi huo akiamini Rais Samia anatamani mabadiliko. Chanzo cha kuaminika kuhusu swala hilo kimethibitisha DW kwamba taarifa hizo ni za kweli. Duru nyingine zinasema kamati kuu ya CCM inapanga kukutana wakati wote kuanzia kesho. Ama hayo yanakuja katika wakati ambako pia vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikitarajia kuanza rasmi kesho. Kujiuzulu kwa Nchimbi kuliko kuja ghafla kunafungamanisha na upepo wa kisiasa ndani ya chama chake, na hiyo ilikolea zaidi katika siku za karibuni kutokana na kauli yake ya kutaka Watanzania wapambane kupata katiba mpya. Wakati akizungumza katika moja ya kongamano lililohusisha mashirika ya kutetea haki za binadamu, mwanasiasa huyo aliyekuliwa ndani ya chama hicho tawala aliwataja pia baadhi ya wakosoaji wa serikali walioko nje ya nchi, akisema angefurahi kuona siku moja wanaketi meza moja kujadili masuala ya mustakabali wa taifa. Makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Mara ya mwisho mwanasiasa huyo kuonekana hadharani ilikuwa ni mwishoni mwa wiki wakati aliposhiriki hafla ya uzinduzi wa mradi wa bwawa la kufua umeme wa maji wa Mwalimu Nyerere Rufiji mkoani Pwani. Hotuba yake dakika moja licha ya kupewa dakika 10 jukwani iliibua maswali mengi huku ikisababisha minong'ono ya hapa na pale. Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa,
kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii. Kwa majuma kadhaa mwanasiasa huyo amekuwa akiandamwa na baadhi ya wale wanaotaja uhafidhina ndani ya chama chake cha CCM walikuwa wakijitokeza hadharani kukosoa matamshi yake kuhusu haja ya Tanzania kupambana kupata katiba mpya. Kabla ya kushika wadhifa huo, Nchimbi amewahi kushika nyadhifa za juu ndani ya chama hicho tawala na serikalini. Cheo chake cha mwisho ndani ya CCM ni katibu mkuu wa chama, na kabla hapo amewahi kuwa balozi katika nchi kadhaa ikiwemo Misri. Katika siku za hivi karibuni alionekana akiwatembelea viongozi kadhaa wastaafu ikiwemo rais wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Asante George. Basi wakati huu, baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka kwa mwenzetu huko Dar es Salaam kuhusiana na taarifa hizo kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake, wakati huu tunajiunga na mwenzetu Doto Bulendo akiwa huko jijini Mwanza kujua kwa kina kile ambacho kinaendelea wakati huu. Doto, unanipata? Ninakupata vizuri. Tumesikia ripoti kutoka kwa George, lakini labda kuna kingine chochote ambacho hatujakisikia na sisi hapa Bonn hatukifahamu, labda na msikilizaji wetu unaweza kutujuza? Mpaka sasa mamlaka nchini Tanzania hazijasema chochote kuhusiana na barua hii ambayo imesambaa mitandaoni kuanzia saa 5 asubuhi ya leo. Ijapokuwa mjadala ambao kwa sasa unatawala katika mitandao ya kijamii ni kama rais ataridhia makamu wake aachie ngazi, nani anaenda kuchukua nafasi hiyo. Ndio mjadala mkubwa ambao umetawala kisasa, na wengi wamekuwa hawaamini kama barua hiyo ni ukweli. La, ndio mjadala mkubwa ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii na hata barabarani nchini Tanzania. Doto, labda unaweza ukatueleza tangazo hili ama barua hii imeleta mtikisiko wa aina gani? Watu wametikisika kiasi gani baada ya kusikia taarifa hizi? Barua imeleta mtikisiko mkubwa kwa sababu wengi hawajatarajia, na itakuwa ni mara ya kwanza. Ikiridhiwa baadaye ikathibitishwa na rais akaridhia, itakuwa ni mara ya kwanza makamu wa rais anaachia ngazi. Achilia mbali huko nyuma mawaziri wakuu wawili waliwahi kuachia ngazi, Edward Lowassa mwaka 2007 na pia John Malitela wakati wa serikali ya Mwinyi aliwahi kuachia ngazi, lakini makamu wa rais haijawahi kutokea. Na ukichukulia maanani siku mbili tu zilizopita, makamu wa rais alionekana akiwa na Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa bwawa la kufua umeme na Mwalimu Nyerere. Kwa ni kitu ambacho wengi wa kukitarajia, pamoja na kwamba mitandao ya kijamii nchini Tanzania ilikuwa inaarifu kwamba mambo si shwari ndani ya serikali katika viongozi wa juu kabisa. Tukisalia hapo hapo, pengine watu watarajie labda makamu mpya lini, kwa kifupi, kabla sija kuuliza jambo jingine, Doto? Mpaka hii sasa, kwa mujibu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, barua hiyo ikithibitishwa na rais akaridhia, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 50 nasema ndani ya siku 14 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatakiwa kupendekeza jina ambalo litatakiwa kupelekwa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na likipelekwa ndani ya bunge atatakiwa kupigiwa kura. Akipata kura nyingi atakuwa tayari amethibitishwa, na ibara ya 48 itamtaka rais amwapishe makamu wake ambaye amethibitishwa na bunge, na zoezi hili litakuwa lifanyike ndani ya siku 14 tangu rais akiridhia kama makamu wake achia ngazi. Kumekuwa na fununu na minong'ono ya muda mrefu kwamba Dr. Nchimbi ama anajiuzulu ama anaweza kuondolewa kwa nguvu. Najua umekuwa ukifuatilia, Doto, labda unaweza ukatuambia kidogo mimi na msikilizaji wetu kwamba nini hasa kimechochea hatua hii? Unajua, moja kitu ambacho kimechochea sana toka baada ya uchaguzi wa mwaka jana uliofanyika, kwa mara kadhaa kumekuwa kuna kauli za maonyesha makamu wa rais akionekana kutokuwa pamoja sana na serikali yake, kitu ambacho kilikuwa kinaibua mjadala. Kauli nyingi ambazo akijitokeza zilikuwa zinaonekana ni mtu ambaye haendi sambamba na msimamo ya viongozi wenzake, kitu ambacho wengi walikuwa wanakiona kwamba ni makamu wa rais ambaye hayupo katika ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja na wenzake ndani ya serikali. Ni kitu ambacho kilikuwa kina tafsiri hasa ya makamu wa rais nani nchini Tanzania. Na pengine hii inaweza ikaleta mzozo gani ndani ya chama chenyewe? Kwa kifupi sana, Doto, naambiwa muda umeisha. Lazima kuwa na mzozo. Makamu wa rais na timu yake alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa katibu mkuu, lakini kama unakumbuka hii ilikuwa ni awamu nyingine tena. Mwaka 2014 aliachia ngazi akiwa waziri wa mambo ya ndani, na sasa anatajwa
anataka kuachia ngazi katika nafasi ya makamu wa rais. Kwa hiyo mzozo utakuwa ni mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu si mtu mdogo, alikuwa katibu mkuu na wafuasi wake na alipata kuongoza kundi kubwa sana mwaka 2015 la timu Lowassa. Asante Doto. Kama kutakuwa na mengine basi tutarudi kwako baadaye, lakini ninashukuru kwa haya ambayo umetuarifu kwa sasa. Nakushukuru sana mimi. Asante sana. Basi tukitoka huko kwa Doto, tuye radhi kwa namna ambavyo simu imekuwa ikisikika, ni mambo ya mawasiliano hayo, lakini tutaendelea kufuatilia na kukujuza zaidi. Nchini Kenya, vyama vya upinzani vimekubaliana kuungana na kusimamisha mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027 kwa lengo la kumkabili Rais William Ruto. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa viongozi wakuu wa upinzani mjini Nairobi, huku pia wakiahidi kuendelea kuwa wamoja katika mchakato wa kumteua mgombea wao mmoja. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.